Kama ambavyo mengi yameshaelezwa kuhusiana na ushirika huu wa Simba na Ngorongoro, sisi tunayo furaha kubwa kumkaribisha Ngorongoro kwenye familia yetu ya Simba Sports Club, ikiwa ni mshirika wetu mkubwa kuelekea kwenye tukio letu kubwa la Simba Day. Na tunaamini kupitia ushirikiano huu wa kuelekea kwenye Simba Day utafungua mianya mingine mikubwa ya kuwa Ngorongoro mshirika wa kudumu wa Simba Sports Club. Ni imani yetu ni kwamba kupitia ushirika huu atashuhudia matokeo chanya na atashuhudia mabadiliko makubwa kwenye sekta ya utalii, na hivyo itamvutia kuendelea kufanya kazi zaidi na Simba Sports Club. Ushirikiano huu wa Simba na Ngorongoro una tija kubwa kwa pande zote mbili, tukiamini ya kwamba iko nafasi kubwa ya Ngorongoro kunufaika na iko nafasi kubwa zaidi ya Simba Sports kunufaika, kwa sababu hizi ni taasisi mbili kubwa ndani ya Afrika hii. Ushirikiano wa taasisi mbili kubwa lazima kizaliwe kitu kimoja kikubwa ambacho kitakuwa na faida kwa pande zote mbili. Na sisi Simba Sports tunayo furaha kubwa na kujivunia kushirikiana na taasisi hii ya Ngorongoro ama mamlaka ya Ngorongoro, kwa sababu walikuwa na taasisi nyingi ama watu wengi zaidi wa kushirikiana nao, lakini kwa kipekee kabisa wakaichagua Simba Sports Club. Sisi tunajisikia fahari kubwa na faraja kubwa kuona kwamba tumefanikiwa kuikuza timu yetu kiasi ya kwamba inaweza kuvutia kufanya kazi na mamlaka kubwa kama hii ya Ngorongoro. Kwenye ushirikiano wetu huu na Ngorongoro tutakuwa na mfululizo wa matukio, na moja tukio kubwa ambalo tutakwenda kulifanya ni tukio la kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Simba Sports Club tumekuwa wabia wakubwa wa kupromote utalii wa Tanzania. Wamesema hapa viongozi, kwa takriban miaka minne tumekuwa na Visit Tanzania ambao tulivaa kwenye jezi zetu wakati tunashiriki michuano ya kimataifa, na bila shaka imeleta athari kubwa kweli. Sasa Visit Tanzania ulikuwa ni uwanda mpana. Sasa tunaamua kuingia field na kufanya kitu kimoja. Kwenye kuingia field ndiyo tumeichagua Ngorongoro na kufanya kazi na Ngorongoro. Na sasa hatuishii kwenye kusema tu visit Ngorongoro. Sisi wenyewe Simba Sports Club tunakuwa wa kwanza kuitembelea Ngorongoro. Tarehe 25 mwezi huu wa 7, Simba Sports Club kwa maana ya viongozi, mashabiki, wanachama tutakwenda kuitembelea hifadhi ya Ngorongoro, na tutakwenda huko kufanya tukio la uzinduzi wa wiki ya Simba. Nyie ni mashahidi, wiki ya Simba hivi sasa tumekuwa tukizindua katika mikoa mbalimbali. Tulifanya uzinduzi huo Morogoro, tumefanya uzinduzi huo Mafinga, Iringa mwaka jana, na mwaka huu tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwenye kreta, kwenye shimo lenyewe lile kreta. Tutashuka kule chini, tutaingia kule chini, wana Simba wote tutapita mbuga, tutapita hifadhini, tutaona Simba Sports wakiwa hapo, tutaona wanyama mbalimbali, tutaona kila kitu hapo. Moja kwa moja safari yetu tunaelekea kwenye bwawa la viboko almaarufu Ngoitoktok, ndipo ambapo tutafanya uzinduzi wetu wa wiki ya Simba. Nichukue nafasi hii kuwaalika wana Simba wote watakaohitaji kuungana nasi kwenye uzinduzi huu. Ruksa, hakuna gharama yeyote, gharama zote za kila mwana Simba kushuka chini kule kreta kwenda kushuhudia tukio hili la kipekee na la kihistoria linabebwa, gharama zake zinabebwa na Simba Sports pamoja na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Tunapoelekea takuja kutoa utaratibu namna gani wana Simba wote tutajumuika kuingia Ngorongoro
kwenda kufanya utalii na kwenda kuwaona simba wenzetu. Na kama haitoshi, tumepata mataji msimu huu. Tuna kombe la Muungano, tuna kombe la CRDB, tunakwenda kuwaonesha simba wenzetu kule chini Ngorongoro mafanikio tuliyopata mwaka huu. Lazima na wenyewe tuwahusishe kwa namna moja ama nyingine kile ambacho, si ndivyo? Ndio. Cheka dada Mariam. Ni muhimu na wenyewe tukawashirikisha wakaona simba binadamu. Unajua kuna simba aina mbili. Kuna simba mtu ambao ndo sisi hapa. Alafu kuna simba wanyama. Sasa lazima twende tukawaoneshe kazi ambayo simba binadamu tunaifanya huku ulimwenguni, ili wasifikiri ya kwamba tumekaa tu kizembezembe huku ulimwenguni. Tukawapelekee kombe la CRDB, tukawapelekee kombe la Muungano, na tuwaambie ya kwamba msimu unaokuja utakuwa ni msimu wa mafanikio zaidi, wajiandae kufurahi. Kwa hiyo tutakwenda huko, tutapita hifadhini moja kwa moja kuelekea katika bwawa la viboko, na tutafanya uzinduzi wetu hapo, na itakuwa ni tukio la kihistoria, tukio bora na tukio la kupendeza kweli kweli. Tutakuja kueleza utaratibu wake, namna gani tutaianza safari kutoka Dar es Salaam. Tutafika mpaka hapa Arusha, tutawachukua wenzetu wa Arusha moja kwa moja, tutaelekea Karatu, tutalala Karatu usiku wa tarehe 24. Tarehe 25 itakuwa ni safari ya kutoka Karatu kuelekea Ngorongoro, kwenda kuhamasisha utalii, kwenda kufanya utalii, kwenda kuiamsha sekta ya utalii na kuiunganisha sekta ya utalii pamoja na sekta ya michezo. Kwa wastani tunategemea wanasimba wasiopungua 500 ndiyo ambao tutasafiri nao kutoka Dar es Salaam. Tutawapitia wanasimba wa Pwani, tutawapitia wanasimba wa Tanga, wanasimba wa Kilimanjaro, wanasimba wa Arusha, wanasimba wa Manyara, wote tutaingia nao Kreta. Tutakwenda kufanya utalii na kufanya uzinduzi wa wiki ya